Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Here is Apostle Amani, son of Prophet Dennis, Tanzania. Ninatamani uelewe ya kwamba uwepo wa chochote ambacho sio halisi ni matokeo ya kuwepo na mazingira ambayo yanakubaliana na visivyo halisi kuwepo katika ile eneo au kujihusisha katika eneo fulani. Watu wengi wamekuwa wakilalamika sana ya kwamba ulimwenguni kuna uwepo wa manabii wa uongo. Imekuwa ni kama wimbo ya kwamba manabii waliopo sasa hivi ni wa uongo, mitume waliopo sasa hivi ni wa uongo, lakini wanasahau ya kwamba uwepo wa wao kama mazingira ya kuruhusu visivyo halisi viwepo maishani mwao ndio umechochea kwa kiwango kikubwa hawa sio halisi kuwa na platform ambazo zinawahost, zinawabeba kuwepo katika eneo fulani. Mfano, mahali popote ambapo kuna Mkristo wa uongo au Mkristo asiyekubaliana kuitafuta kweli, jua kabisa hapo ndipo ambapo patakuwa ni fursa ya nabii wa uongo au mtume wa uongo au mtumishi wa uongo kufika hapo. Ni kwa sababu anajua kabisa na uwezo wa kuleta chochote kisicho halisi, na kwa kuwa yule mtu hayuko tayari kutafuta kweli au kuijua kweli, ni lazima ataingia kingi kudanganyika, ataingia kingi kupotezwa. Ni kwa sababu gani? Tayari yeye mwenyewe huyo mtu hayupo tayari kupokea vilivyo halisi. So uhalisia ni huu hapa. Tunapoongea kwamba kuna manabii wa uongo, usisahau ya kwamba kuna nabii wa kweli. Utofauti kati ya nabii wa uongo na nabii wa kweli ni neno ambalo limeambatanishwa na title ile ya kwamba yupo nabii katika wito, lakini kiuhalisia ndani yake kabeba udanganyifu. Lakini pia yupo nabii pia ambaye ndani yake amebeba ukweli. Sasa hao ni manabii wawili, na watu watakaowapokea ni watu wa aina mbili tofauti. Kivipi? Mtu atakayempokea nabii wa uongo ni kwa sababu tayari moyo wake umeshakuwa conditioned au umeshajiandaa kudanganywa. Unaona mtumishi, unamaanisha nini? Ya kwamba je, mimi niko tayari kudanganywa? Ndio. Watu wengi wako tayari kudanganywa ni kwa sababu vyote ambavyo wanavitafuta kwa Mungu kwa kupitia mtumishi wa Mungu sivyo vile ambavyo Mungu anakusudia watu wake wavitafute kwake. Mungu anataka yeyote ambaye anakwenda uweponi mwake asiende kutafuta vitu, amtafute Mungu mwenye vitu. Na yote ni kwa sababu atamgarantii kuwepo na hivyo vitu au kuwa na hivyo vitu, lakini pia atakuwa na garantii ya kuwa na mahusiano yatakomfanya huyo mtu awe na Mungu, sio tu hapa duniani katika kipindi cha kumiliki hivyo vitu ambavyo Mungu atampa, lakini pia makao pamoja na Mungu hata baada ya maisha hapa duniani. Usiende kwake ukitazama unatafuta kwake ya kwamba nitakula nini au nitavaa nini. Angalia most of the things ambavyo watu vinawapeleka kanisani ni kwamba maisha yamekuwa magumu, hajui atavaa nini, hajui atakula nini, biashara zimegoma. Yani vitu vyote anavyoviendea mbele za Mungu ni vya mwilini, sio vya rohoni. Na kwa sababu hiyo Mungu anasema hivyo utaki kuvisumbukia, bali utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hivyo ambavyo watu wengi wanaviendea kanisani vitazidishiwa au watu watazidishiwa. Asa imagine Mungu mwenyewe anagoma ya kwamba usiende uweponi mwake kutafuta vitu vyake, uende uweponi mwake kutafuta ufalme wake na haki ya wewe kuvipokea vya huo ufalme. So automatic unapokwenda, mtu anapoenda akakutana na nabii wa kweli, atafundishwa kweli leo halisi ya kutafuta ufalme wa Mungu. Imagine kama kungekuwepo kuna Wakristo wa kweli ambao wamelenga katika kuitafuta kweli ya Mungu. Mungu anasema nini juu ya hali yangu? Nifanye nini juu ya ninachopitia? Je, kuna sehemu nimekosea au kuna kitu natakiwa kukifanya? Endapo kwa na Wakristo namna hiyo, wasingekuwa nadanganywa. Wako wapi Wakristo kama wale Wakristo waliopo katika nchi ya Beroya? Watu wa Beroya walikuwa ni watu wenye maadili, walikuwa ni watu waadilifu, walikuwa wakilisikia neno la Mungu, wanalipokea kwa moyo mmoja, hawapingani, lakini kiwalisia wakirudi nyumbani wanaenda kuyachunguza yale maandiko ya kwamba je, yaliyopo mle yana ukweli ndani yake. Lakini Wakristo wa leo wanaambiwa tu vitu na watumishi wa Mungu na wenyewe wanavipokea tu kama vilivyo. Imagine kuna Mkristo leo anaambiwa pokea nyumba, pokea gari, inuka kiuchumi, inuka biashara, lakini kiuhalisia hata wamuulizi huyo mtumishi wa Mungu, tunainukaje? Tunawezaje kupokea magari? Huyo mtu hana kazi, huyo mtu hajishi na chochote. Nini? Upungufu wa maarifa. Na ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa.
katika jumuiya ya watu wake wote ulimwenguni. Kuna ambao hawataangamia kwa sababu wana maarifa na wameyatafuta hayo maarifa, wameitafuta kujua kweli kuhusiana na Mungu wanaomwendea. Lakini pia katika jumla ya watu wake kuna watu ambao wataangamia kwa kuwa wamekosa maarifa, na yote kwa sababu wa kuitafuta kweli na kuja katika kweli. Na aina ya watu hao ndio wanaoangukia katika grupu la wanaokaa chini ya watumishi wa uongo, manabii wa uongo. Wengine wanasema kabisa ilishatabiriwa ya kwamba kutakuwa na manabii wa uongo. It's true, sipingane na wewe mtu wa Mungu. Ni kweli ilishatabiriwa, lakini unabii unapokuja kwenye maisha ya mtu au unapowekwa mbele yako, lengo lake ni kuandaa kanisa namna gani ya kujijenga kuwa imara kwa ajili ya majira yanayokuja ambayo yatabeba udanganyifu, yatabeba upotoshwaji, ili kwamba hata upotoshwaji ukija, kwa sababu yale maarifa, hawatabebwa na upepo wa maarifa yasiyo ya kiungu. Na ndio maana endapo Mkristo akaenda kweli akamtafuta Mungu, endapo kama Mkristo akatafuta kweli, anakuwa katika grupu la Wakristo ambao hawatadanganywa na chochote. Ni kwa sababu kuna namna ambao watajengwa kisaikolojia, watajengwa kiufahamu, watapewa uhakika wakifuata kanuni zipi watakuwepo katika hali ipi. Kwa hiyo je, watu wadanganywa? Watadanganywa sana, ili mradi unaendelea kununua vitu kutoka kwa watu ambao sio sahihi, uwe na uhakika wataendelea kuuza. Narudia tena, ili mradi umeamua kuwa ni Mkristo ambaye haitafuti kweli, maana wewe ni Mkristo wa uongo. Nini? Haujabeba kweli ndani yako. Jua, uwe na uhakika utaendelea kuvutwa na uongo wa manabii wa uongo, wa watumishi wa uongo. Lakini kama ni Mkristo ambaye umebeba kweli kabisa ndani yako, automatic utavutwa na wale wa asili yako. Kiwalisia, kuna usemi mmoja wa Kiswahili ambao watu wanausema ya kwamba ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Sitegemei Mkristo anayejua kweli akavutwa na nabii wa uongo, na wakati anajua kabisa kweli ndio ndani yangu na kweli inanieleza kwamba hiki kitu sio sahihi, kitu sahihi ni kile, automatic ataendea njia iliyo sahihi. Imagine mtu anaenda kuuziwa chumvi, na kati Biblia inasema ukiokoka ndani ya Kristo, ukweli ni kwamba tayari unafanyika kuwa ni chumvi ya ulimwengu huu. So why do you need salt? It means automatic, hata kama kuna swala linahitaji preservation, unaweza ukatamka kutunzika katika jina la Yesu na ikawa, lakini wewe unauziwa chumvi. Imagine kuna mtu anaenda kununua mafuta, ananunua mafuta, anauziwa, na ni Mkristo anayejua kweli ya kwamba tayari Roho Mtakatifu akiwa juu yake anampaka mafuta. Kwa maana yake ni mpako wa mafuta. Chochote anachokihitaji ambacho ni product ya mafuta, it is in him, it is in that person. Lakini hawataki, wanataka kudanganywa. Wako wapi Wakristo ambao ni waerevu kama wale watu waliopo katika nchi ya Beroya, ambao watasikia neno kwa moyo wao wote, watapokea, lakini wakitoka hapo wakirudi nyumbani watachunguza ile maneno kama ni ya kweli. Na ndio maana mwisho wa siku tutalaumiana. Tukiingia tukianza kusema kama watumishi wa Mungu ya kwamba hiki sio sahihi, hiki sio sahihi, watu wanaibuka mitandaoni, watu wanaibuka watumishi kwenye makanisa mbalimbali wakianza kutuambia kwamba tuna wivu na wao. Tunapigwa vita mitandaoni, tunapigwa vita kulia kushoto kwa sababu ya kuongea ukweli. Lakini mwisho wa siku unakuta watu bado wanakimbilia kwenye kitu ambacho sio sahihi. Ukimuuliza jambo lolote yule mtu juu ya Mungu, hajui chochote. So kuwa makini. Tupo katika kizazi ambacho kina vitu visivyo halisi ni vingi, na njia pekee kuvitambua ni vitu ambavyo ni halisi na vitu ambavyo sio halisi ni kwa wewe kuamua kwa uhalisia, kwa kweli, kwa kudhamiria, kuamua kutafuta kweli ya Mungu mwenyewe, sio kwa kuwapinga watu, hapana, ila kwa kuitafuta kweli. Hata kama utafundisha kweli kwa kupitia neno la Mungu na mtumishi wa Mungu, nenda peke yako, kachunguza yale unayofundishwa ya kwamba je, ama kwenye neno la Mungu. Na hata kama unaona ya kwamba anafundisha na anakushawishi ya kwamba anachoongea ni kweli, nenda kachunguze. Sio kosa. Watu wa Beroya walichunguza hadi wakaitwa walikuwa ni wastahivu, walikuwa ni watu wenye hekima. Haleluya.